Mimi ni Amani Bwinja, niko msimamizi wa maono ya kimasia kwa sasa, wakati mwalimu anazuilika iko kwenye eneo la Faragani. Hapa kwenye tuko ni kwenye Mesiata Uwezo wa Neno Goma, mahali ambapo wamesiani wazalendo huwa wanakusanyika. Niseme kwamba leo tulikuwa na sikukuu ya mumama. Sikukuu ya mumama inamaanisha kwamba ni sherehe ambayo tunasherekea mfalme na malkia wa mazingira. Yaani mumama ni kifupi, mu ni mfalme, ma wa kwanza ni malkia na ma wa pili ni mazingira. Sikukuu hiyo ni siku ambayo tunasherekea nguvu ya ufalme ambayo inazirika ndani ya wazalendo wa mesiani wote nchini Kongo na barani Afrika. Nguvu ile inatokana na mazingira ya asili yetu. Tuseme kwamba ziko siku nyingi ambazo tulidanganywa. Wakongomani wa Afrika sote tulidanganywa. Upande moja tuliambiwa kwamba Yesu ndiye nguvu, upande mwingine tukaambiwa kwamba Muhammad ndiye nguvu. Lakini hiyo yote tu ni masemi ya watu ambao waliketi pamoja wakaunda misemo ile, wakaiaminisha watu wengine ambayo hawakuweka hisia zao juu. Lakini siku ya leo maono ya kimasia imekuja na mwelekeo mwingine ya uamsho. Mwelekeo huo unaonesha watu kwamba mazingira ndiyo nguvu, asili yetu ndiyo nguvu yetu. Yaani muumbaji wetu akishaumba mambo mengi, aliweka vitu vyote vya kuweza kusaidia mwanadamu katika mazingira. Kwa mfano, mtu akiwa ni mgonjwa hawezi kuomba Kristo itatapona, hawezi kuita Allah itatamuponesha. Lakini akiingia kwenye mazingira, anatumia mitishamba yake iliyo kwenye mazingira, ghafla mtu anapona. Mtu akiwa na njaa karibu ya kufa, anaingia kwenye mazingira, anapata chakula, mazingira inamhudumia, anapata chakula na kula na shiba, anakuwa tena mtu mzima. Kuna uwezekano mtu akose hata pumzi ya kupumua, lakini akikosa pumzi ya kupumua, wataalamu huwa wanaingia katika mazingira, wanakusanya pumzi ili wamuongezee apate kuwa mzima. Alafu tunajikuta kwamba ile falsafa ya kusema kwamba Kristo ana nguvu, Allah ana nguvu, Muhammad ana nguvu ni falsafa ya uongo tu. Nguvu za Mungu zinapatikana katika viumbe vyake vyote ambavyo aliviweka kwenye mazingira. Na sikukuu hii ya mumama ni sikukuu ambayo tunatangaza ile nguvu ya Mungu ambayo inapatikana kwenye mazingira, nguvu ambayo inadhihirika katika wanadamu wote ambao wanaamini katika imani ya uasili. Tuseme kwamba leo tulipenda tuambie watu kwamba waache kudanganywa. Waache kudanganywa. Madini zilitudanganya ya kutosha, muskiti zilidanganya ya kutosha, alafu sisi tunakuja kuambia watu watoke katika udanganyifu huo, waingie katika ukweli wote. Mumama ni mafuta ambayo tunapaka wazalendo wa mesiani ili kuweza kuwaunganisha na mazingira yao. Ile ni ya kwanza. Badala ya nguvu ambao wanapokea kupitia mafuta ile, tunawaunganisha na mazingira yao, tunawaunganisha na mababu walio katika mazingira ya asili yao takatifu. Maana mababu hao ndio wanawahudumia, mababu hao ndio wanawasaidia katika shida zote ambazo wanaweza kutana nazo.
Walituambia kwamba kuna wamalaika ambao wanalinda watu, wanachunga watu, wanasaidia watu, lakini kwetu sisi katika imani hii ya uasili huwa hatukubaliani na lile jambo. Tunajua kwamba walinzi wetu, wachungaji wetu, wale ambao wanatuhudumia ni mababu zetu ambao wanapatikana katika mazingira. Ndio maana huwa tunaangalia mitishamba fulani ambayo utachuma ndani mafuta ya kupakaa watu, ili mafuta ile ipate kuwaunganisha na mazingira ya kwao. Maana wakiunganishwa na mazingira ya kwao, ile itawaletea akili nyipya ambazo zitawasaidia kwenda mbele na kuweza kuunda miundombinu ambayo itasaidia taifa na kuwasaidia wenyewe. Ndio maana ya mumama ambaye tulisherekea siku hii ya leo. Asante.